Mkuu wa Mkoa wa Morogoro umetuhimiza sana kwamba tuangalie mnyororo wa thamani, lakini ukajikita kwenye logistics. Na hili naomba ndo nishukue hilo niende nalo la upande wa usafiri na usafirishaji. Tunapoongelea mkoa wa Songwe, tuna airport, lakini vile vile pale kwenye border pale tumesikia hadithi tofauti humu ndani, na uhakika mmejipanga vizuri, na ningependa kukupa fursa hii basi na wewe uweze kusema na watu wapate kufahamu ni vitu gani ambavyo mmejipanga ambavyo vinaweza kuwezesha kufanikisha sekta hii ya horticulture mkoani Songwe. Karibu sana Mheshimiwa Makame. Kwa nafasi hii niungane na wazungumzaji waliopita, kwanza kutoa shukrani za dhati na kutoa pongezi kwa uongozi wenye maono ambao unafanywa na Wizara ya Kilimo, lakini kwa kushirikiana na wadau wa sekta ya kilimo ikiwemo mkurugenzi wa TAHA katika kutafsiri kwa vitendo dira, dhamira na maono ya Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ili kuweza kuleta mapinduzi katika sekta ya kilimo, sekta ambayo ndio muhimili wa kuweza kulihakikishia taifa letu usalama wa chakula katika kuzalisha ajira, lakini hali kadhalika kuweza kuchochea maendeleo. Na kwa upande wetu sisi wakuu wa mikoa pamoja na wakuu wa wilaya na mamlaka za serikali za mitaa kwa ujumla ndio injini ya utekelezaji wa sera na mipango ya kilimo. Wenzetu katika wizara wao wanahusika katika kuweka dira ya wapi tunataka tuelekee katika sekta ya kilimo, wanahusika katika kuweka bajeti, lakini hasa utekelezaji wake unafanyika kwenye ngazi za serikali za mamlaka za serikali za mitaa, kwa sababu kwenye wizara hakuna wakulima tunao sisi katika ngazi ya mamlaka za serikali za mitaa. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa sana katika kutafsiri kwa vitendo maendeleo ya sekta ya kilimo. Sasa mkoa wa Songwe ni mkoa wa kimkakati sana katika sekta ya kilimo. Ni moja miongoni mwa mikoa ambayo inategemewa sana katika nchi ya Tanzania kwenye uzalishaji wa mazao ya kilimo. Na nikirudi kwenye swali lako Dr. Blandina kwenye eneo la usafirishaji, tumeambiwa hapa kwamba moja miongoni mwa dhima ya kikao chetu hiki ni kuweza kuangalia namna gani tunarahisisha biashara kwa kuweka miundombinu rafiki ya usafirishaji. Na mkoa wetu wa Songwe ndio tunasema ndio lango la SADC kwa maana ya biashara kati ya Tanzania na nchi za SADC zinapita katika mkoa wa Songwe kupitia mpaka wa Tunduma, na tunazungumzia 65% mpaka 70% ya mzigo ambao unatoka bandari ya Dar es Salaam unakwenda kwenye nchi zingine za SADC kupitia kwenye mpaka wetu wa Tunduma. Kwa hiyo huduma bora za kurahisisha shughuli za usafirishaji katika mpaka wetu wa Tunduma ndizo ambazo zinaweza kusaidia uharaka wa usafirishaji wa mazao ya kilimo na bidhaa mbalimbali pamoja na huduma zingine zote ambazo zinahusika katika mnyororo wa thamani wa sekta yote ya kilimo. Na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa sana kufanya uwekezaji kwenye mpaka wetu wa Tunduma kwa kuweka miundombinu rafiki na wezeshi, lakini hali kadhalika kujenga uwezo wa rasilimali watu ambao wanafanya kazi katika mpaka wa Tunduma ili kuweza kutoa huduma bora, kutoa huduma kwa haraka na kuweza kurahisisha usafirishaji wa mazao ya kilimo, lakini bidhaa zote ambazo zinazohusika katika swala zima la mnyororo wa thamani wa sekta ya kilimo. Changamoto tuliokuwa nayo ni kwamba unajua unapofanya maendeleo katika eneo moja linaleta changamoto pia katika eneo lingine. Uwekezaji mkubwa uliofanyika katika bandari ya Dar es Salaam umeweza kuongeza ufanisi wake, umeweza kuongeza kiwango cha mzigo ambacho kinapita kwenye mpaka wetu wa Tunduma. Mpaka wa Tunduma sasa hivi umekuwa ni bize kweli, na kuna maroli mengi sana ambayo yanapita kwenye mpaka wetu wa Tunduma. Kwa hiyo sasa imeleta changamoto ya foleni kubwa ya kuweza kuvuka katika mpaka wa Tunduma. Lakini hatua ambazo sasa hivi zinachukuliwa na serikali ni kuweza kuboresha barabara yetu ya Tazam ambayo inaunganisha kati ya Tanzania pamoja na Zambia kwa kujenga barabara ya njia 6 ili kuweza kurahisisha usafiri kwa njia ya haraka. Lakini pia tunajenga kituo cha ukaguzi wa pamoja ambacho kiko chini ya TANROADS
kitakachoweza kusaidia kurahisisha ukaguzi wa maroli ambayo yanapita katika mpaka wetu wa Tunduma. Lakini kubwa zaidi iko miradi ya ujenzi wa bandari kavu ambayo sasa hivi iko huko mbioni kuweza kuanza kujenga. Haya yote yanafanyika, lengo ni kuweza kurahisisha huduma za usafirishaji wa mazao. Na juzi hapa tulipopata changamoto ya vurugu zilizotokea siku ya tarehe 29. Miongoni mwa simu nyingi sana ambazo nilikuwa nazipokea ni simu za wafanyabiashara wa maroli ambao mizigo yao ilikuwa imekaa pale kwa muda mrefu sana. Tulikuwa na maroli karibia 1500 ambayo yalikwama katika mpaka wa Tunduma kwa sababu hakukuwa na operation zozote ambazo zilikuwa zinaendelea kutokana na zile vurugu ambazo zilikuwa zinajitokeza. Wako wengine wanasafirisha apple kutoka Afrika Kusini zinaingia hapa. Zinapata madhara, zinaoza, ni kwa sababu ya ile changamoto ambayo iliyojitokeza. Lakini tunashukuru kwamba tuliweza kukabiliana nayo kwa muda mfupi na biashara zikawa zimeendelea. Lakini kwa kuongezea, kwa kumalizia, Dr. Blandina, kwenye eneo la usafirishaji pia tunagusa taasisi zingine ambazo mmezitaja, watu wa TANROADS, lakini pia watu wa TARURA. Sasa kwa upande wa TARURA tunazungumzia usafirishaji wa bidhaa za kilimo, ikiwemo hizi bidhaa za kilimo cha horticulture, mboga, matunda pamoja na viungo, kutoka maeneo ambako kuna uzalishaji kwenda kwenye maeneo ya masoko. Sasa katika eneo hilo, kwa upande wa mkoa wa Songwe peke yake, mwaka 21 bajeti ambayo ilikuwa inatengwa ilikuwa ni bilioni 14. Mwaka huu 20 na 25 tunazungumzia bajeti ya zaidi ya bilioni 25 kwa mwaka ambazo zinatengwa na kutolewa na serikali. Lengo lake ni kuweza kuhakikisha kwamba barabara zinazoelekea vijijini ambako shughuli za uzalishaji zinafanyika zinaboreshwa. Na kwa kiwango kikubwa sasa hivi mkoa wa Songwe umefunguliwa kwa kiwango kikubwa kuelekea katika maeneo ya vijijini ambako uzalishaji unafikia. Lakini kwenye TANROADS kulikuwa na bajeti ya bilioni kama chini ya bilioni 100 ambayo ilikuwa inatolewa. Sasa hivi tunazungumza bajeti ya zaidi ya bilioni 172 ambayo inatolewa kwa mwaka. Lengo ni kuweza kuboresha miundombinu ya barabara ili kuweza kurahisisha huduma za usafiri na usafirishaji wa mazao haya ya kilimo. Shukrani sana.